wa soka klabu ya Yanga, mwana michezo, mara kadhaa unasafiri na klabu yako ya Yanga. Ni changamoto gani pengine ambazo unakumbana nazo kwenye kuishabikia klabu yako ya Yanga kama mwanamke? Maana kuna wakati anasemwa mengi kuhusu wanawake wanaozishabikia hizi klabu zao za Simba na Yanga kwa mapenzi, wakisafiri wafanya nini na hivi. Wewe ni changamoto gani ambazo zinakukera sana, zinakukumba na uzipendi, unataka pengine uliseme ili watu waone wanakosea? Changamoto zinazotupata tukiwa tunasafiri na kujikita kuingia wazima kushangilia hizi klabu. Kwanza uhalisia mimi sijawahi kusafiri na timu. Ndio. Ya, pengine ndo nataka nianze. Lakini pia changamoto mimi zinazokuwa zinanikera sana. Ndio. Ni pale viongozi wa serikalini wanapokuwa wanaingilia masuala ya mpira, alafu wakijibiwa wanatumia kofia yao kuadhibu watu ya kiuongozi. Sababu kama unakuta mkuu wa mkoa ndiye afisa usalama wa mkoa huo, yani ndio mwenyekiti wa ulinzi wa usalama wa mkoa husika. Wewe ndio unatakiwa uhakikishe mgeni wako anaondoka salama. Anakuja salama, anaondoka salama. Lakini wewe ndio unakuwa chanzo cha kushinikiza ugomvi kwenye mkoa wako. Alafu ukijibiwa unaanza kutumia mamlaka kumwadhibu mtu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo naona kabisa tunakoelekea. Siku so nyingi au miaka so mingi taifa litafungiwa kushiriki michuano ya kimataifa. Yani tutaingia kwenye kadha hiyo kama wenzetu Kenya na baadhi ya nchi. Zimbabwe na hicho kitu nakiona kabisa. Hebu nielekezeni hivi, mkuu wa mkoa wa Tabora. Tatizo lake ni nini? Mimi mpaka leo mkuu wa mkoa wa Tabora ni mlezi pia wa ile klabu ya Tabora United. Yani, amekuwa na hamasa nyingi kutaka timu yake ya mkoa wake ishinde michezo ya mechi yote. Anaanikiza kwenye michezo kadha wa kadha. Sasa ilipotokea batoni la mkuu wa mkoa na Alikamwe, unajua ukishakuwa umepandisha tempa kuhusu football unaweza ukaongea chochote. Inawezekana ukawa uko right au ukakosea. Ukavuka hata maadili ya uongozi, si ndio? Yes, inaonekana kama ni kauli tu za kejeli ambazo unaweza ukazitafsiri pia kuziweka kama ni chagizo, kwa sababu tunaamini Paul Chacha pia ni mwanamichezo. Kwa hiyo kuna zile lugha za kimichezo. Ndio kuna wakati unaweza ukajikuta wewe umemuhagi umemuhagi Mwigulu katika maisha ya kawaida, huwezi kuhagi hao watu. Ni kwa sababu ya furaha, Yanga imeshinda, taifa limeshinda, Simba kashinda. Kwa hiyo inawezekana Paul Chacha yeye watu walimprotect kama kavunjiwa heshima kwa sababu kiongozi mkubwa wa ngazi ya mkoa. Lakini inawezekana Alikamwe sema Paul Chacha atachacha. Ndio kauli nadhani, si ndio Lisa? Mimi sikuelewa alisema nini mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa yeye mpaka Alikamwe akareact accordingly. Kwenye klipu nyingi zinazotembea mkuu wa mkoa alisema Yanga wamekuja na vihelehele. Ndio. Wamekuja na vihelehele wakiwapeni hizo hela zao, tukuleni afu tukafanye kazi uwanjani. Kwa sababu alionyesha kwamba Yanga wamekuja na viashiria vya rushwa. Na baadhi ya wachezaji sauti zilisikika kwamba Yanga wana approach. Kwa hiyo kwa maana hiyo pale yeye alikuwa haongea kama mkuu wa mkoa. Kwa anaongea kama shabiki na shabiki wa Tabora. Ndio. Na mimi ninapokuja kukujibu maana yake nakujibu kama shabiki. Si ndio? So wewe yanapokuwa yanakuuma unavaa kofia sasa ya serikali, alafu unaingia kinyume na taratibu. Kwa nini? Alikamwe alikamatwa usiku wa manane. Hamna sheria inayoruhusu raia yeyote hata awe na makosa kiasi gani. Aidha labda huyo askari alikuwa kwenye patrol akakuta kuna makosa yanaendelea. Alikamwe kaenda kugongewa hotelini saa 8 usiku. Ni vitu ambavyo ni kinyume na utaratibu. Kwa hiyo ndo kitu ambacho mimi huwa kinaniumiza sana. So hivyo tu, hata swala ambalo Simba alienda kucheza Mwanza, mkuu wa mkoa sijui kafanyaje, sijui kazuia, sijui unaona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi vinakuwa vinakukwaza. Vinanikwaza kwa kweli. Na pengine ndio hata vinakufanya wewe uchelewe kusafiri na timu yako kushangilia. Yani ni vitu ambavyo kwanza vinanikera katika maisha yangu. Kwa sababu hata Samia tunaona ana support michezo. Kusupport michezo sio dhambi. Anaingia anatoa goli la mama, si ndio? So kwa nini sasa wanapokuja hawa watu wanaokuwa na watuma wao wanachukua yani vitu wanatumia kauli kwanza ambazo sio? Pili, wanakuwa kwamba wewe timu inapokuwa inakaribia kushuka ndio unakuja kutoa milioni 60. Hivyo milioni 60 ukiongeza kwenye mshahara wa wachezaji watashindwa kufight. Unaweza kuleta motisha au kwa motivate wakafanya vizuri. Unajua kabisa hii timu tayari mechi yake ya mwisho aidha anaenda kukutana na Azam, anaenda kukutana na Simba, anaenda kukutana na Yanga. Ndio unamwambia kwamba eti ukibaki ligi kuu nakupa milioni 100. Kwa nini hizo milioni 100 haukuzitoa awali ili endelee kujipanga? Pale timu inapopanda
inapanda au pale ligi msimu unapoanza ukatoa motisha kwa wachezaji ili waweze kuipambania timu ibaki kwenye ligi kuu. Okay, Dachi njoo bana, muda wetu unakwisha. Makoa Nakuja kwako Kaduguda.